wote na wasalimu katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Ndugu, kwa majina mimi naitwa Elimu Raymond Singo, na leo nimewaletea somo lenye kichwa kinachosema Jehanamu. Unaposoma kitabu cha Mathayo 10 mstari wa 28, maandiko yanasema, msiwaogope wauao mwili wasiweze kuiua na roho, afadhali muogopeni yule awezaye kuangamiza mwili na roho pia katika Jehanamu. Kwa hiyo neno hili limetumika mara kadhaa katika Injili ya Bwana wetu Yesu Kristo, hususan katika vile vitabu vinne. Lakini neno hili asili yake kabisa ilikuwa ni mahali ambapo Wayahudi walikuwa wakichoma watoto wao kwa kuwateketeza kwa moto wa mungu Baali. Ukisoma kitabu cha Yeremia sura ya 7 mstari wa 31 mpaka 32, unaona kwamba mahali pale paliitwa bonde la mwana wa Hinom, na eneo lililokuwa linaitwa Tofeth ndipo walipokuwa wakitumia kwa ajili ya kuwachoma watoto wao. Na pia bonde hili lilikuja likawa ni sehemu ya kutupia takataka za vyombo vilivyovunjika vya udongo. Ukisoma katika kitabu cha Yeremia 19 mstari wa 1 na wa 2, unaona kwamba lilikuwa ni sehemu ambapo walikuwa wakitupa vyombo vya dongo, na baadaye likatumika kuwa ni jalala la watu wa Yerusalemu kutupa takataka zao. Kwa hiyo likawa linawaka moto muda wote. Kwa maana hiyo, neno bonde la mwana wa Hinom linapotamkwa katika Kiebrania linatamkwa Gehinom, lakini katika Kiyunani linatamkwa Gehena. Kwa hiyo hii Gehena ndilo neno alilolitumia Bwana wetu Yesu Kristo kuonyesha mahali ambapo watu watapata adhabu siku ya mwisho. Na sababu ya kulitumia hivyo Bwana wetu Yesu Kristo ni kwa sababu mahali pale Gehena palionyesha kwamba ni mahali ambapo watu walikuwa wakichomwa moto moja, lakini lingine ilikuwa ni mahali ambapo pa hukumu, kama unavyosoma kitabu cha Yeremia 19 mstari wa 4 mpaka wa 7. Basi ndugu yangu mpenzi, nikusihi sana, kwa sababu katika hukumu yetu ya mwisho inategemea na kuzingatia neno la Yesu Kristo, kama yanavyosema maandiko matakatifu katika kitabu kile cha Yohana sura ya 12 na mstari wa 48. Maandiko yanasema, yeye nikataye mimi na asiyakubali maneno yangu, anaye amhukumuye. Neno hilo nililolinena ndilo litakalo mhukumu siku ya mwisho. Lakini vile vile katika kitabu cha Warumi 2 mstari wa 16, Mtume Paulo alipoandika waraka kwa Warumi anasema, katika siku ile Mungu atakapozihukumu siri za wanadamu sawasawa na injili yangu kwa Kristo. Kwa hiyo ili tusiwepo katika Jehanamu, ni lazima kufuata kwa utiifu maneno ya Bwana wetu Yesu Kristo kama alivyotaka tuenende. Basi hapa ndipo nafikia mwisho, lakini tunakuomba uzidi kufuatilia, na karibu sana katika kanisa la Kristo Mbagala kwa ajili ya kujifunza zaidi.